Karibu mpendwa mtazamaji wa vipindi vyetu vya ufalme na ukuhani. Tuendelee na kipindi cha unabii wa siku za mwisho. Tuko sehemu ya 24 katika ile kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 40. Nisome pale. Wakati ule watu wawili watakuwa kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Tunaona hapa Yesu Bwana wetu Kristo anasisitiza jinsi ambavyo ujio wake utawakuta watu wakiwa kwenye majukumu yao ya kila siku, na pia jinsi ambavyo wengi watadhani ya kuwa ujio wa Yesu Kristo ni hadithi. Mambo haya yatawakuta ghafla. Pili, Bwana Yesu anatumia neno kutwaliwa, hana maana tu kunyakuliwa, ila pia kuwepo katika kitabu cha mwana kondoo. Atakuja yeye na malaika wake waweze kuwakusanya au kumkusanya mtu huyu pamoja na watakatifu wengine kwa ajili ya kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Ndugu yangu mpendwa, fahamu kuwa Shetani Ibilisi anajitahidi sana kila siku kuhakikisha anawasaulisha wanadamu juu ya mwisho wa dunia hii na ujio wa Yesu Kristo. Anafanya bidii sana kwa kuwaletea aina mbalimbali za burudani. Pia anatumia teknolojia ili aweze kuingia katika akili ya mwanadamu, kujua mwanadamu anavyowaza ili kuweza kumrubuni. Hapa ni muhimu kufahamu kuwa sio kila kinachokuja katika teknolojia ni cha kukipokea kwa mikono miwili. Lazima tahadhari iwepo, maana adui amekusudia kumfanya mwanadamu asiwe na maamuzi yaliyo sahihi. Kumbuka, akili inakuwa bora kutokana na chanzo chake katika ulimwengu wa roho. Ikiwa Shetani ndiye anayeongoza akili yako, maana yake ubora wake uko katika kutenda mabaya na mwisho wake ni uharibifu na mauti. Lakini ikiwa akili yako chanzo chake ni Mungu wa mbinguni, basi hapo utaelekea uzima wa milele kupitia damu ya mwanawe mpendwa Yesu Kristo. Je, wewe unazionaje nyakati tulizopo? Je, kwako zinaashiria nini? Maendeleo au mwisho wa dunia? Tafakari sana mambo haya, kisha soma neno, kisha omba sana katika Roho Mtakatifu. Usikose katika ufalme wake. Amen.